tikitifahamu na wanaonekana wanaenda kushiriki uchaguzi. Anafikiri kwamba labda kuna mtu ambaye wao wametangulizwa kwenda kumwandalia mtu ambaye atakuja kugombea urais, au wanafikiri labda wanaenda tu kwenye chama kwa ajili ya kugombea nafasi zao za ubunge na udiwani na vitu kama hivyo? Nataka kujua tu mtazamo wake kwa hilo. Right, brother Kubenea, go ahead, swali kwako hilo. Ndugu yangu huyu anapenda kufahamu nini nia ya hawa mabwana. Thank you, karibu. Sawa, mimi nashukuru. Mimi mwanzo nilikuwa nahisi kwamba kuna mtu mkubwa nyuma yao ambaye anawatuma, ambaye amewaelekeza, amewaagiza, anataka yeye baadaye ajoini nao. Lakini kwa uchunguzi wangu na taarifa nilizonazo, nimejiridhisha pasipo na shaka kwamba hawana mtu yote mkubwa ambaye anawaunga mkono. Yawezekana huyo mkubwa anayetajwa akawa pengine hachukizwi na yanayoendelea, lakini sio kwamba yeye anawaunga mkono. Yani yuko pamoja nao. Na mimi pia najua kwamba hii ni project iliyoandaliwa mahususi na watu ambao wanaitakia mabaya ya Chadema, ambao wako kwenye mamlaka makubwa pengine. Kwa hiyo wanajaribu kuonyesha kwamba Chadema inapasuka, Chadema ina mgogoro, Chadema ina katika. Sasa sidhani. Kwa hiyo wanatumia hiyo nguvu kubwa, na ni watu ambao wanaowatumia ni wale watu ambao wamekuwa wakitumika kwa muda mrefu ndani ya chama kwa kufanya vitu vya ovyo na ambavyo wakati mwingine mara kadhaa vinaleta shida. Mnaweza mkawa mnapanga hivi, taarifa zenu zinavuja mapema, mnapanga hichi, taarifa zenu zinavuja mapema, au wao wenyewe wanarudi kuja kuziharibu zisiendelee. Tukumbuke tulikuwa na mpango kwa mfano wakati fulani wa kufanya ule ukuta, tulikuwa tumeshafika mbali sana, lakini baadaye watu hao wakaja wakabadilika, wakasema tumepata ushauri wa viongozi wa dini, sijui tumepata hichi. Baadaye ule ukuta hakufanyika, na ndio kwa mwisho wa harakati za kurudisha demokrasia ambao Magufuli aliitishia wakati ule wa miaka 2015 kwenda 2020. Sasa kwa ufupi, mimi sidhani kama wana mtu yote. Hawa ni watu tu waganga njaa, wanatoa vihela ili kuharibu kozi hii, na ambayo mimi sioni kama hiyo hela inaweza kufika muda mrefu au wao wakapata kitu cha maana. Shukrani sana brother Kubenea. Naona Andrew anataka kukuuliza. Brother Andrew, go ahead with the question. Asante sana brother Kubenea, na swali moja kwamba juzi tulisikia baadhi ya wanachadema ambao walikuwa ni viongozi wa kanda, viongozi wa mikoa, na hususan kuna mmoja alikuja hapa akaongea kwenye chumba kingine kwamba yeye ametengeneza jimbo, huyu mbunge ni Serengeti au kwamba yeye umati ule wote ulikuwa pale ni nguvu na jasho lake, kwamba asingekuwa yeye wale wabunge wasingepatikana, wananchi wasingekuwa ndani ya Chadema. Sasa wewe ulikuwa ndani ya Chadema, unaijua Chadema vizuri sana, labda kwa mtazamo wako unaona ni kweli hawa jamaa wana nguvu, au mikusanyiko ile yote ilitengenezwa na hawa naondoka, au ni propaganda za kama kawaida za kututoa kwenye mstari? Nashukuru sana. Mwaka 2015 mwezi Oktoba, Chadema ilishinda ubunge wa jimbo la Serengeti. Mwalimu Chacha Warioba Marwa alikuwa mbunge wa Chadema jimbo la Serengeti. Huyo anayesema alitengeneza jimbo alikuwa diwani wa viti maalum, sio wa jimbo, sio wa kata, diwani wa viti maalum. Alikuja bungeni baada ya mbunge mmoja wa Chadema kufariki dunia. Alikuwa mama mmoja mlemavu hivi, alifariki dunia, ndio ile nafasi akapata yeye. Alikuwa mtu wa 37 katika 38 katika ile orodha ya wabunge wa viti maalum. Kwa hiyo yeye akapata. Sasa kama alikuwa na uwezo wa kutengeneza jimbo, kwa nini hakuwa mbunge 2015? Kwa nini chama hakikumpitisha yeye 2015 na badala yake kimpitisha Warioba Chacha? Kwa hiyo mimi sikubaliani naye.
yeye mwenyewe amejulikana baada ya kuja bungeni. Watu walishakuwa bungeni kabla yeye hajawa mbunge. Kwa hiyo sidhani kama ni sahihi, ni majitapu tu, na kama anaamini kwamba yeye anaweza amejenga jimbo na wale watu wameenda pale na hao watu watamfuata yeye, aende akafanya mkutano hapo, aone kama atapata wale watu waliopata Chadema juzi. Kama amejenga yeye, hakuna mtu anaweza kusema amefanya hii kitu. Taasisi ni kubwa zaidi kuliko mtu binafsi. Shukrani sana brother Saidi, nadhani Andrew amepata kuelewa dhidi ya nashukuru sana, asante sana Kubenea kwa jibu lako zuri sana, asante. Yes, dhidi ya majigambo ya huyo mhusika anayesema yeye ndio ameleta shazi lote hilo. Tunaendelea na maswali jamani, maswali kwa brother Kubenea kabla tujamove the second station. Nashukuru na mimi kaka Kubenea, mimi na swali dogo tu ambalo nataka nione mtazamo wako. Na ukisoma leo, kwa mfano kama leo katika X ambayo zamani ni Twitter, utaona Halima leo amekuja kwa namna nyingine, Halima Mdee, kwa namna anavyozungumza na mambo anayoyaeleza ni kwamba kuna kitu ambacho anasema yeye kwamba tunaweza tukawa tulimtukana, tukawa hatujakijua. Sasa je, wewe unaonaje? Unaona kabisa kwamba Halima ni katika wale, kwa sababu unamfahamu, umehudumu naye bungeni, umehudumu naye. Je, unaona kabisa ni mtu ambaye anaweza akasaidia katika mageuzi ya kiupinzani, au ni mtu ambaye unaona atakuja tu kwa ajili ya kutaka kuharibu na kutimiza lile lengo lake? Nilikuwa nataka nipate mtazamo wako, kwa sababu leo unaona kidogo amerudi na anawalaumu hata wale G55, anawatukana na nini kwa maneno anayozungumzia. Sasa sijui unalionaje hilo kaka Kubenea? Asante. Moja ya matatizo makubwa kabisa ambayo Chadema imepata au imepitia yamesababishwa na Halima na genge lao. Miongoni mwa matatizo ambayo Chadema inapitia leo na ambayo inayapata yamesababishwa na kina Halima na genge lao, kwa sababu Halima alitengenezwa kuna uongozi uliopita mpaka wakawa wanajionyesha wao ndio chama na wengine wote ni kama watu ambao hawana maana yote kwenye chama. Hiki chama kimeendeshwa kwa muda mrefu kama kampuni binafsi badala ya taasisi, na haya ndio matunda yake ambayo tumepitia, kwamba kuna watu walijiona wao ndio chama, wakawa wanaweza kufanya chochote, wakaumiza watu wengi, wakaharibu hiki chama kikafika hapo. Kwa hiyo leo anapotoka hapo, mimi sina shida na Halima kurudi kwenye chama, lakini lazima aseme ukweli. Na mimi naamini kama Halima angekuwa kwenda na kipende chama, hakutaka kwenda bungeni, wale wabunge wasingeenda kuapa. Waliapa kutokana na kiburi ambacho walipewa na Halima na kuhakikishiwa kwamba sisi ndio wenye chama, hakuna mtu wa kutufukuza, na kutokana na hayo makundi ambayo walikuwa wamejenga kwenye hicho chama. Kwa hiyo lazima arudi atuambie, aombe radhi kwanza wa Tanzania na afuate taratibu, sio tu kurudi kusema anawapinga wale, anawatukana wale. Miaka 5 sio mingi, imeisha. Kama mtu alikaa bungeni miaka 15, Halima ameanza akiwa mbunge viti. Unawaharibu watu kwa tamaa zako za kutaka ubunge tena. Yaani hata umepata miaka 20 sasa umepata nini kikubwa? Na una tofauti gani na kubwa? Au baada muda fulani tu utakuwa na tofauti ndogo sana na wale ambao walikuwa hawajaenda bungeni na walienda bungeni kipindi kimoja. Kwa hiyo mimi nadhani ni mambo tu ya bado ana dhambi ambayo lazima atubu, ndio watu waanze kumuelewa. Vinginevyo Halima hawezi kuchagulika hata kwenye udiwani. Watanzania hawa sio wale wa miaka ya nyuma. Watanzania wanajua mambo mengi sana sasa hivi. Yaani hata udiwani mkimsimamisha hawezi kushinda bila kutubu kwanza. Asante. Asante sana kaka. Asante. Shukran sana brother Kubenea. Naomba nitoe swali la mwisho alafu tu move over. Mwenye swali la mwisho jamani.